Katika eneo la tukio ambapo soko la mawasiliano kuna janga la moto limetokea, na huu ni miongoni mwa mtu ambaye alikuwa anajaribu kuokoa bidhaa zake, si ndio? Ndio. Kwema ndugu yangu? Kwema. Unaitwa nani? Hamisi Amri. Unaweza kutuelezea kidogo tukio lilitokea katika namna gani ambao wenyewe mpaka mkaja kushtuka ni moto tayari umezuka? Mimi kwa upande wangu nakumbuka tulikuwa ndani, sisi baadhi yetu tulikuwa ni tunatengeneza kucha. Tulikuwa ndani tunatengeneza wateja. Baadaye katokea jirani yetu katika kusema jamani, zimeni mataa kuna moto unawaka. Tunatoka ile kwa sababu moto umeanzia upande sehemu ambayo ilikuwa geti la zamani la kutokea. Sasa baada ya kuangalia tukaona kweli moto unawaka. Yaani baada hata kuchukua dakika 10. Yaani wengi wamekuja kushtuka baadaye moto umeshawaka. Hata baadhi ambao wametaka kuokoa vitu vyao ambao walikuwa mwisho ambao walikuwa mwanzo vitu vyao vingi vimeteketea sana. Unaweza kusema kwamba kati ya 100% wafanyabiashara wameweza kuokoa bidhaa zao kwa 40%. 40 naweza kufika, yani sio zaidi ya 40 kwa sababu wengi kweli vimeteketea sana. Ambao wamekuja kushtuka ni baadaye kwa sababu moto unawaka wakafunga kuliko kuokoa wao wakafunga wakaondoka. Sasa kama wao wengi sana wao kama wao ni wengi sana. Wamesikia moto wakafunga nini frame zao wakaondoka kuliko kuokoa. Kwa hiyo ambao wamebataka kuokoa ni wachache sana. Pole sana ndugu yangu. Asante sana wewe. Ndio tukaonyesha baadhi ya bidhaa ambazo wameweza kuokoa baada ya janga la moto kutokea, kutokana na kwamba sio kitu ambacho kilitarajiwa. Kwa hiyo baadhi ya watu wamekuwa wakiweka tu katika nyumba za watu kwa ajili ya kuweza kuhakikisha usalama wa bidhaa zao. Ana record tu hapa, sichukui sura na record tu hapa. Sichukui sura lakini sichukui sura usiwasi.